Safari ya Lema kuelekea nyumba ya Amani haikuwa safari ya kawaida. Barabara ilikuwa kimya kuliko kawaida, kama vile jiji lote la Arusha limehisi upepo wa kifo uliokuwa ukikaribia. Alipowasili kwenye nyumba ya Amani huko Sakina, mlango ulikuwa wazi kidogo. Lema alitoa bastola yake taratibu, akausukuma mlango. Ndani kulikuwa na utulivu usio wa kawaida. Kompyuta zilikuwa zimewashwa, skrini zinang'aa, lakini hakuna mtu. Kisha ghafla mlango wa chumba cha ndani ukafunguka. Acha ni mimi! Usipige! Amani alijitokeza, mikono juu. Lema aliweka bastola chini taratibu. Nilidhani tumekupoteza pia. Amani alimeza mate, macho yake yakiwa mekundu. Kamanda, mtu alikuwepo hapa dakika 5 zilizopita. Alikuwa anataka kuharibu kila kitu kwenye seva yangu. Nimefanikiwa kuokoa faili moja tu. Faili lililotumwa kuhusu Neema. Amani aligeuza skrini, akabonyeza play. Video ilianza kuonyesha nje ya jengo kubwa giza lililokuwa mbali, maeneo ya Themi Valley. Neema aliingizwa ndani kwa nguvu na watu wawili waliovalia nyeusi. Kisha video ikakatika. Kuna location? Lema aliuliza. Amani alibonyeza kitufe kingine. Ndiyo, nilipata signal kabla haijakatwa. Chumba ilipotumwa ni sehemu ya zamani ya kemikali iliyofungwa miaka 5 iliyopita. Lema alijua mahali hapo. Ni mahali ambapo watu walisema kuna siri za serikali zilitokea. Mahali ambapo Seth Masawe aliwahi kutorokea baada ya mauaji makubwa. Amani alimtazama Lema kwa hofu. Kama ni Seth, basi hatuchezi na mtu wa kawaida. Huyu mtu hukaa kimya miaka 3, halafu anarudi na nguvu mara 100. Lema alifumba macho kwa uzito. Hii vita nilianza mimi, na lazima niimalize mimi. Waliingia kwenye gari la Amani, wakakimbia kwa kasi kuelekea Themi Valley. Walipofika, jengo lilionekana limechakaa, lakini taa moja ya ndani ilikuwa ikiwaka. Ilikuwa kama mtu aliyeweka ishara ya kutongozea paka. Lema akasema kwa ukali, hii ni mtego, lakini tunaingia. Waliingia ndani ya jengo. Ndani kulikuwa na harufu ya vumbi na kutu ya chuma. Giza lilikuwa zito. Walipofika chumba cha mwisho, mlango ulikuwa umefungwa kwa kufuli ya chuma. Amani akatoa kifaa chake cha kuvunja kufuli. Baada ya sekunde chache, mlango ukafunguka. Ndani ya chumba kulikuwa na mwanga mkali unaong'aa moja kwa moja kwenye kiti. Na kwenye kiti, akiwa amefungwa mikono, miguu na mdomo, alikuwa Neema. Macho yake yalikuwa na hofu, lakini yalikuwa hai. Lema alimsogelea haraka. Neema, ni mimi. Tuko salama. Tutakuondoa hapa sasa. Lakini kabla hawajafungua vifungo, mlango wa nyuma ulifunga ghafla kwa kishindo kikubwa. Sauti ikatangaza kutoka spika iliyoko juu. Hivyo ndivyo ulivyomwambia mkeo miaka 3 iliyopita Lema, kabla sijamchukua. Seth alicheka kwa sauti ya chini ya baridi. Neema anafanana sana na mkeo. Nilidhani ukimwona akifa mbele yako, ungejua uchungu niliouhisi wakati uliponikamata na kunifanya nipoteze familia yangu. Amani akapaza sauti. Wewe ni mwenda wazimu. Seth akamgeukia. Hapana, mimi ni tu matokeo ya dunia ambayo Lema aliunda. Wakati huo huo, Lema alisukuma kiti cha chuma pembeni, akachukua bastola yake, lakini Seth akabonyeza kitufe kwenye ukuta. Taa zikazimika. Mlipuko mdogo ukatokea pembeni. Amani akasukuma nyuma na chuma kilichoanguka. Giza lilitawala. Mara taa ikawaka tena, lakini sasa Seth alikuwa ameshika kisu kirefu akiwa nyuma ya Neema. Usisogee hatua moja na nitamchoma hapa hapa, Seth alisema. Lema alisimama, mikono juu. Seth, hii haiwezi kuregesha chochote. Seth aligeuza kisu taratibu. Kama wewe ulivyoniondoa duniani, basi na mimi naondoa kila kitu unachothamini. Wakati akijaribu kumugusa Neema, ghafla Amani aliyeanguka pembeni alirusha kifaa kidogo cha umeme kwenye miguu ya Seth.
Seth akatetemeka kwa sekunde 2. Lema akaruka kwa kasi, akampiga Seth ngumi usoni, kisu kikatupwa mbali. Walianza kupigana kwa nguvu. Seth alikuwa na hasira, nguvu na chuki miaka 3 ya kuishi gizani. Lema alikuwa amechoka, lakini alikuwa na sababu ya kupigania: neema, haki na mwishoni yeye mwenyewe. Baada ya mapambano ya sekunde 45 ambazo zilionekana kama dakika 10, Lema alifanikiwa kumshika Seth kichwani, akamgonganisha ukutani mara 2. Seth akaanguka chini, akicheka kwa uchungu. Hata nikifa, utakuwa umechelewa. Nilichoanza hakiishii hapa. Lema alimpiga ngumi ya mwisho, Seth akapoteza fahamu. Amani akamfungua Neema haraka. Alipoondoa kitambaa cha mdomoni, Neema alilia kwa sauti ndogo, "Niliogopa, nilidhani sitakuona tena." Lema alimgusa usoni, "Niko hapa sasa na hakuna atakayekugusa tena." Walipotoka nje ya jengo, polisi walikuja kwa kasi kuwachukua. Seth alipelekwa hospitali akiwa hajitambui. Na siku iliyofuata, taarifa rasmi ya serikali ilitangaza: Seth Masawe, anayejulikana kama Kivuli, amekamatwa hai. Mtandao wake umevunjwa. Mauaji yote sasa yanafungwa rasmi. Neema alipona. Amani aliendelea kufanya kazi na usalama wa taifa. Na Lema, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alitembea Arusha usiku bila hofu ya sauti inayomfuata gizani. Alisimama juu ya kilima cha Njiro, akatazama taa za Arusha zikimetameta. Akafunga macho, akasema kwa utulivu, "Mwanga wa usiku umeamua. Hatimaye." Hadithi ikaisha hapo. Safari ya giza, chuki, maumivu na mwanga mdogo ulioshinda usiku. Mwisho. Asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Kila siku tunakuandalia hadithi mpya zenye msisimko, mapenzi, visa, mafunzo na matukio ambayo hutakiwi kuyaacha yapite. Hapa ndio mahali pekee unapopata simulizi zilizoshikana, zenye ladha ya kipekee na zinazokufanya utamani kusikia sehemu inayofuata mara moja. Kama umependa stori ya leo, basi hakikisha unabofya kitufe cha subscribe, ushike pia alama ya kengele ili kila simulizi mpya inapowekwa uwe wa kwanza kuipokea. Kila siku tunakuletea visa vipya vya kusisimua, vya kuhuzunisha, vya kupendeza na vingine vya kukushangaza kiasi cha kukufanya utake kusikiliza tena na tena. Usipitwe na safu ya hadithi kubwa tunazoziandaa zinakuja, kila moja ikiwa tamu kuliko iliyotangulia. Hivyo, kaa karibu nasi, subscribe sasa na tuendelee pamoja kwenye dunia hii ya simulizi zisizoisha. Asante kwa kutazama na karibu tena kwenye simulizi inayofuata.